إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أحبتي في الله، أوصي نفسي ونفوسكم بتقوى الله تبارك وتعالى فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakikisha unajiepusha na yafuatayo. La kwanza kabisa la kuhakikisha ya kwamba unajiepusha nalo ni jambo zima la kughafilika ndani ya mwezi huu tuliokuwa nao, yani mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi maarufu ya sahaba Usama aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam an-Nasa'i anatufundisha akituambia kwamba dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao wengi miongoni mwa watu wanaghafilika kutokana nao, wanaghafilika kutokana na nafasi ya mwezi huo, wanaghafilika kutokana na umuhimu wa mwezi huo ambao ni mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Shaaban. Na hii ni pale ambapo sahaba Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu alipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anaufunga sana huu mwezi wa Shaaban, ndio akasema ninaifunga sana Shaaban kwa sababu Shaaban ni mwezi ambao wengi miongoni mwa watu wameghafilika nao baina ya Rajab na Ramadhan. Lakini mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao ndani yake yananyanyuliwa matendo kupelekwa kwa Mola mlezi wa viumbe vyote. Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha akisema, mimi siku zote huwa napenda yanyanyuliwe matendo yangu kwenda kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa nimefunga. Ndugu zangu katika imani, jihadhari na kughafilika ndani ya mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi huu wa Shaaban. Kwa katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni ujitizame wewe ndani ya Shaaban uko katika ghafla au hauko katika ghafla. Ndani ya Shaaban unachokifanya ndio tafsiri ya yale ambayo utayafanya vile vile ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Shaaban ni maandalizi ya kuelekea na kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, matendo Allah tabaraka wa taala yanaenda kwake yeye katika njia kuu tatu. Matendo yanaenda kwa Allah subhanahu wa taala ya kila siku. Matendo ya mchana yanaenda kwa Allah kabla ya matendo ya usiku, na matendo ya usiku yanaenda kwa Allah tabaraka wa taala kabla ya matendo ya mchana. Huku ni kunyanyuliwa matendo ya waja kwa kila siku. Kadhalika matendo yetu sisi yanaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila wiki.
ambayo hii inafanyika katika siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Ni hesabu hii ya kila wiki, lakini hesabu ya kila mwaka ya matendo yetu kwenda kwa Allah tabaraka wa taala inafanyika ndani ya mwezi huu tuliokuwa nao, yani mwezi wa Shaaban. Ndio maana Mtume alikuwa akikithirisha sana kufunga katika mwezi wa Shaaban, kwa sababu jumla ya matendo yake ya mwaka mzima yananyanyuliwa ndani ya mwezi huu tuliokuwa nao. Kwa jihadhari ewe Muislamu, ndani ya mwezi huu wa Shaaban usije ukawa ni miongoni mwa walioghafilika wakajifanya kana kwamba mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kumalizia mambo yao ya madhambi. Hapana, mwezi wa Shaaban ni maandalizi yaliyokamilika ya kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, miongoni mwa vile mwa mambo ambayo ni ya kujitahadhari nayo kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wewe Muislamu ujitahadhari na ujiepushe, usiwe miongoni mwa wale ambao hawasimamishi ibada ya sala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya sahaba Abdullah ibn Umar alladhi kharrajahu al-Imam Muslim anasema, bunya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Ikaanza shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nguzo ya pili ikaja ni kusimamisha sala. Kusimamisha ibada ya sala ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Kusimamisha ibada ya sala ndio kuonyesha ya kwamba wewe unausimamisha Uislamu. Kusimamisha ibada ya sala ndio tafsiri inayoonyesha ya kwamba wewe kweli umeelewa nini maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kusimamisha ibada ya sala ndio kunakoonyesha kwamba kweli wewe ni Muislamu, kwa sababu asiyekuwa Muislamu ndio ambaye hasimamishi ibada ya sala tano. Mtume sallallahu alayhi wasallam bainisha akisema kwamba tofauti baina yetu sisi na wasiokuwa Waislamu ni ibada ya sala. Faman tarakaha faqad kafara, atakayeacha ibada ya sala afahamu ya kwamba huyo amemkufuru Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo katika kujitahadhari nayo kabla ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kujitahadhari usije ukawa miongoni mwa wale ambao hawasimamishi ibada ya sala. Kadhalika uwe miongoni mwa wale ambao wanasimamisha ibada ya sala tano tena kwa jamaa na katika muda wake kwa wanaume. Kuna wanaume ambao wanazembea habari ya sala ya jamaa, anasali vile anavyotaka yeye katika muda anaotaka yeye, anashindwa kuelewa ya kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye aliyesema ya kwamba inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, hakika ibada ya sala imekuwa kwa waumini ni faradhi yenye muda maalum. Ibadallah, waja wa Allah tabaraka wa taala katika vile vile ya kujitahadhari nayo katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kujihadhari na kuingia katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaharamisha. Fa inna Allah yagharu ala maharimihi, kwani Allah tabaraka wa taala ana wivu pale ambapo anapomuona mja wake anaenda kufanya mambo ambayo ni ya haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba katika hadithi iliyokuwa sahihi, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamah bihasanatin amthalin jibalin tihama talabidan fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thawban, ya Rasul Allah, sifhum lana jillhum lana ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, nitawajua watu katika umma wangu siku ya kiyama, wale watu nitawajua kwa mazuri ambayo walioyafanya,
yasiyokuwa na idadi, wamefanya mazuri mengi, mfano wa mlima uliokuwa mkubwa tena uliokuwa mweupe, lakini wakija na yale matendo yao yaliyokuwa mazuri, Allah tabaraka wa taala atayafanya tu kuwa ni mavumbi, atayafanya Allah subhanahu wa taala kuwa ni mavumbi yenye kupelekwa na upepo. Sahaba Thauban amuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, anawaambia ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, sifhum lana, hebu tupe wasifu wa watu hao, ni watu wa aina gani hao? Alla nakuna minhum, ili sisi tusije tukawa ni miongoni mwao, wa nahnu la na'lam, hali ya kuwa sisi hatujui. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innahum ikhwanukum, watu wenyewe ni ndugu zenu, tena wanatokana na ngozi zenu, yani jinsia zenu, ni wanadamu kama nyinyi, ni mfano wenu nyinyi, lakini watu wenyewe wayakhudhuna min al-layl kama ta'khudhuna, wanafanya visimamo vya usiku kama mnavyofanya nyinyi, wanafanya khairati mbalimbali kama mnavyofanya nyinyi, wanatoa sadaqa, wanafanya mazuri mbalimbali, walakin lahum, lakini kosa lao ni hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, lakini watu hao aqwamun, ni watu ambao idha khalu, wanapokuwa wenyewe, wanapokuwa wapo wenyewe, hawapo na watu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaharimillahi intahakuha, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia, ndipo sasa muda wanapoyafanya. Kwa jihadhari ndugu yangu katika imani, katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, usithubutu kufanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuharamishia. Wapo watu ambao wanadhani mwezi wa Shaaban ndio mwezi wa kumalizia madhambi yao, wengine wakadhani mwezi wa Shaaban ndio mwezi wa kujajuku, wengine wakadhani mwezi wa Shaaban ndio mwezi wa kumaliziana na vibada vyao, wengine wakadhania mwezi wa Shaaban ndio mwezi wa kumalizia shirki zao. Ndugu zangu katika imani, watu wa aina hii watakuja kupata hasara mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya Kiyama. Mtu ambaye akikaa peke yake anafanya mambo ambayo ameyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake mazuri aliyoyafanya mbele ya watu atayafanya siku ya Kiyama kuwa ni mavumbi yenye kupelekwa na upepo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, وأصلي وأسلم على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Ndugu zangu katika imani, sisi tunauelekea mwezi uliokuwa na baraka, mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini njia nzuri ya kuuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwa kujiepusha na yale ambayo Allah tabaraka wa taala aliyoyaharamisha yote kwa ujumla wake. Lakini vile vile njia nzuri ya kuuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni bitawbati sadiqa, ni mtu kufanya toba ambayo ni ya kweli, birrujui ila Allah, kwa mtu kurejea kwa Allah tabaraka wa taala, wa tathhiri alqulub, na mtu kuhakikisha anautoharisha moyo wake min alghilli walhiqdi, kutokana na vifundo na chuki, kadhalika walazmu ala tarki dhunub, na mtu kuazimia ya kwamba yeye anayaacha madhambi vizuri kabisa kuanzia mwezi huu tuliokuwa nao na miezi mingine yote 11 itakayofuata. Watandamu anha, kadhalika mtu ajute kutokana na madhambi ambayo aliyoyafanya, kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala na kuikosea nafsi yake mwenyewe. Faman ahsana istiqbal, yule ambaye atafanya maandalizi yaliyokuwa mazuri ya kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ahsana istighlal, bila shaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani
atafanya vile vile yaliyokuwa mazuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuamrisha akituambia, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, enyi mliomuamini Allah tabaraka wa ta'ala, tubieni kwa Allah toba ambayo ni ya kweli. Kadhalika katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufanya istidad al-ma'rifi, ni kufanya maandalizi ya kimaarifa, maandalizi ya kielimu, bitaallumi ahkam as-siyam, kwa mtu kujifundisha hukumu za funga, mtu afahamu fiqh ya funga ili ajue kwamba nikifanya hivi funga yangu itakuwa sahihi, nikifanya hivi nitaiharibu mimi mwenyewe funga yangu. Kwa katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Waislamu kukaa darasani na kusoma fiqh ya funga na hukumu nzima zinazofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwepo kusali sala ya tarawih, ikiwepo masala ya kuadabu, ikiwepo suala la kusoma Qur'an na khairati mbalimbali ambazo zinafanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufanya at-tahayyu'atu an-nafsiyya, maandalizi ya kinafsi ya kiroho, walbadaniya, na maandalizi ya kimwili, kwa kuiandaa nafsi mtu, kuiandaa roho yako vizuri katika mambo ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Hutakiwi kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama vile unaingia mwezi wa Shawwal, hutakiwi kuwa hivyo. Lazima ufanye maandalizi hata ya kiroho, ya kimwili, ya kinafsi, ya kifikra, ya kiakili, ili ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani utendee haki na ujitendee wewe mwenyewe haki nafsi yako, utendee haki mwili wako. Ni vitu hivi vinahitaji maandalizi. Tukisema maandalizi ya kinafsi, ya kiroho, ya kimwili, yani ni maandalizi ya kujikita vizuri katika kumtii Allah tabaraka wa taala kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kabla ya Ramadhani, kama ulikuwa katika maasi, wewe utaingia Ramadhani utacheza drafti, utaingia Ramadhani utaangalia mipira, utaingia Ramadhani utaangalia matamthilia, utaingia Ramadhani ukifanya mambo ambayo ni kijinga yasiyokuwa na faida. Kwa sababu gani? Hujafanya maandalizi ya kweli ya kinafsi, ya kiroho, ya kiakili na ya kimwili. Ramadhani ni jambo ambalo linatuhitajia kufanya maandalizi ya kweli, ndugu zangu katika imani. Tofauti na hivyo, yawezekana ikiingia 10 la kwanza ukawa mzuri, lakini 10 la pili ushachoka, uko hoi, unafanya vitu ambavyo havieleweki, unatamani Ramadhani kwa kweli iishe, maana ishakuwa ni mzigo. Kwa sababu gani? Hujafanya maandalizi ambayo ni ya kweli kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu katika imani, ni kufanya maandalizi ya kuzizuia dini zetu kutokana na kusengenya, kutokana na uongo, kutokana na namima, kuwafitinisha ndugu zetu katika imani na hata wasiokuwa Waislamu. Lazima vile vile ukiandae kinywa chako kwa kuzungumza mambo ambayo ni ya kheri, ujiepushe na kusengenya. Usipoyafanya haya utaingia ndani ya Ramadhani lakini bado ni msengenyaji. Utaingia ndani ya Ramadhani utazungumza uongo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye hatoacha maneno ya uongo haina haja akiacha chakula chake na kinywaji chake, maana funga yake haitakuwa na faida ya aina yoyote. Kwa maandalizi vile vile ya dini zetu tutakiwa tuyafanye hivi sasa kabla ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa'lamu ayuha an-nas ibadallah, na tabueni ndugu zangu katika imani, anna Ramadhan, ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni madarasa, ni shule, wa mustashfa, na ni hospitali. Ni shule kwa ajili ya kuondosha ujinga, ni hospitali kwa ajili ya kutibu maradhi tuliyokuwa nayo ya madhambi. Kadhalika tufahamu ya kwamba lengo la funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni bulughu martabata taqwa, ni bulughu martabata taqwa, ni mtu kufikia daraja la kumcha Allah tabaraka wa taala.
faman lam yajid fi nafsihi shawqan lisiyami ramadana imanan wahtisaban falyubadir limuraja'ati hadhihi an-nafs hatta la tadhi'a alayhi fursatun nafakhatu ramadan wa 'atayah. Yule ambaye hatakuta katika nafsi yake kuna shauku, kuna hamu ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa na imani na akiwa ni mwenye kutaraji malipo, yule ambaye hatakuta jambo hili katika nafsi yake, yani nafsi yake haina hamu na Ramadhani, haina hamu na funga, nafsi yake ndani ya Shaaban ipo tu, yule ambaye nafsi yake hakuna jambo hili, matarajio ya Rabbi nijalie nifike Ramadhani nifunge na funga yangu ikubali, ya Rabbi nijalie nifike Ramadhani nisimame cha usiku na unikubalie kisimamo changu. Yule ambaye katika nafsi yake hakuna jambo hili, basi afanye haraka sana huyu mtu kuirejea nafsi yake, kuiupdate nafsi yake, kuitengeneza nafsi yake, roho yake, akili yake na mwili wake, ili asije akaikosa fursa hii ambayo ni nafahatu, ni fursa ambayo inakuja katika kipindi maalum, tena kwa watu maalum, funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi kwa ujumla wake mzima, yani mwezi mtukufu wa Ramadhani ni fursa. Allah akikujalia kuidiriki kwa kweli nafahatu, ni fursa ambayo amekuchagua wewe miongoni mwa waliokuwa wengi ukaidiriki fursa hiyo. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala na kufanya maandalizi ya kweli ya kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kadhalika na kujiepusha na yale ambayo kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani tunatakiwa tujiepushe nayo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana min an-nifaqi wa tahhir a'malana min ar-riya'i وطهر ألسنتنا من الكذب برحمتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وأقم الصلاة.